Siku chache kabla baba yake kufariki dunia, bidada wa kuitwa Mia alikuwa akipigiwa simu sana na baba yake, lakini huyu mwanadada alikuwa hapokei. Kila anapopigiwa simu alikuwa anakata. Lakini katika hali ya kushangaza, bidada Mia akapigiwa simu, na hapa anapewa taarifa ya kwamba baba yake amefariki dunia. Sasa tangu siku hiyo, mzimu wa baba yake pamoja na roho za ajabu ambazo zilikuwa zikifanana na sura ya baba yake zikawa zinamtokea huyu bidada Mia. Sasa swali ni je, kwa nini zinamtokea bidada Mia? Lakini hapa tunajiuliza zitamfanya nini huyu bidada Mia baada ya kuwa zinamzonga kwa muda mrefu. Sasa karibu katika huu hapa mzigo wa kuitwa Grieving wa mwaka 2025. Sasa huu mzigo ukweli ni kwamba unatisha sana, lakini sikiliza kwa makini, kuna mafunzo mengi utayapata kupitia hii movie. Basi ungana na mimi kuanzia mwanzo mpaka tamati wa hii simulizi, bila kusahau kusubscribe. Mimi naitwa Kipaso Njeyara. Bonge Story. Movie inaanza kwa kutuonyesha huyu bidada ambaye jina lake ni Mia. Sasa huyu mwanadada alihama kutoka Italy na kwenda Marekani ili tu kutafuta maisha yake na pia kutafuta kazi ili kusudi aendeshe maisha yake. Basi bwana, kufika huko bidada akafanikiwa kuweza kufungua galeri yake kubwa sana ya kazi ya sanaa akiwa pamoja na rafiki yake ama mshirika wake wa kazi ambaye alikopo akiitwa Michael. Sasa leo ni siku kubwa sana kwa Michael pamoja na huyu bidada Mia, na yote ni kwa sababu kulikuwa kuna maonyesho makubwa ya uchoraji wa picha ndani ya galeri yao ambao wao waliweza kuifungua. Sasa Mia anaamini ya kwamba tukio hilo linaweza kubadilisha kabisa maisha yake yeye pamoja na mwamba Michael. Basi bidada Mia akampigia simu Michael na kumwambia ya kwamba leo hawe tayari, kwani yeye yuko njiani na anakaribia kuweza kufika. Basi wote wawili wakawa wana furaha kubwa sana pamoja na hamasa kubwa sana, lakini ghafla Mia akapigiwa simu na baba yake aitwaye Raymond. Sasa miaka mingi iliyopita Raymond alimpoteza mke wake ambaye alikuwa ni mama yake na Mia, na baada ya tukio hilo la kusikitisha sana, Mia aliondoka na kwenda Marekani na kumwacha baba yake akiwa anaishi peke yake nchini Italy. Raymond akawa anamkosa sana binti yake, yani akawa na upweke. Sasa kwa sauti ya upole sana baba huyo akamuomba mwanaye aje kumtembelea, lakini kwa sasa huyo Mia yuko bize sana na kazi zake. Basi hapa akaongea naye haraka haraka na kisha akakata simu bila hata kumpa muda wa kutosha baba yake. Baadaye Mia akafika mpaka kwenye lile gallery na kila kitu kikawa kinakwenda tu vizuri kama walivyopanga yeye pamoja na mshirika mwenzake. Watu wengi wakawa wanapendezwa na maonyesho yao. Miongoni mwa wageni ambao walikuja hapa ni pamoja na huyu mwandishi maarufu wa kuitwa Greta. Greta yeye akavutiwa sana na kazi zao kiasi cha kwamba akaamua kutaka kushirikiana nao kikazi. Mia yeye akawa na furaha kupita kiasi kwa sababu hapa alikuwa amepewa nafasi ya kuweza kukutana kwenye kikao muhimu na yule mtu maarufu ama mwandishi maarufu wa kuitwa Greta katika siku inayofuata. Sasa wakati Mia anaendelea kuzungumza na yule Greta, simu yake ikaendelea kuita tena na tena, na ni baba yake Raymond aliyekuwa akipiga hapa. Simu ikaita ya kwanza, bidada akapuuza. Simu ya pili nayo pia akapuuza, lakini simu ya tatu huyu bidada akaendelea kupuuza. Basi bwana, mwisho wa siku makubaliano yao yakafanikiwa vizuri, na kisha bidada Mia akaamua kurudi nyumbani akiwa na furaha kubwa sana. Sasa kwa sababu kesho yake bidada Mia alikopo na kikao muhimu sana hapa, akaamua kupumzika mapema. Isivyo bahati ni kwamba bidada alisahau kumpigia simu baba yake ambaye alimpigia sana hapo mchana. Usiku huo huo bidada Mia akahisi ya kwamba kama kuna mtu yupo ndani ya apartment yake, na hapa akaamua kuamka ghafla kutoka usingizini na kuona kivuli kikiwa kimesimama mbele yake. Anapotizama vizuri akagundua ya kwamba sura inayoonekana pale ni kama baba yake Raymond, lakini kuna kitu kibaya kama kimemkuta hivi kutokana na ule muonekano wake ambao alikuwa akiuona pale. Uso wake ukawa ni wa kuogopesha sana na macho yake yakawa yanaonekana ni ya ajabu. Ghafla Raymond akapiga kelele za kutisha sana na Mia akaogopa kupita kiasi. Sasa mara moja bidada Mia akaamka, na kumbe bwana yale yote alikuwa anayaona yalikuwa ni ndoto. Kisha bidada Mia akakumbuka simu zote ambazo baba yake alikopa akimpigia usiku uliopita. Haraka sana bidada Mia akaamua tena kumpigia baba yake, lakini kwa wakati huu baba yake hakupokea simu. Mia kwa wakati huu akaamua kumtumia ujumbe baba yake uliokuwa ukisema kwamba anampenda sana, na kisha akaanza kujiandaa kwa siku yake nyingine mpya.
kupotea. Lakini muda mfupi baadaye bidada Mia akapigiwa tena simu kutoka sehemu ya kuchomea maiti huko nchini Italy, na watu wale wakampa taarifa ya kwamba baba yake Raymond alifariki dunia usiku uliopita. Na hapa bidada akajutia sana kwa nini hakupokea simu za baba yake, na huenda alipoteza nafasi ya mwisho ya kuzungumza na baba yake. Baadaye Mia akaamua kusafiri moja kwa moja na kurudi nchini kwao Italy, na akafika mpaka sehemu ile ya kuchomea maiti ambapo mwili wa baba yake tayari ulikuwa umeshachomwa na majivu yake yakawa yamewekwa ndani ya chombo maalum kisha akakabidhiwa. Lakini akiwa pale Mia akagundua kwamba yuko mwanaume mmoja kuitwa Igor ambaye alikuwa akimtazama sana tena kwa makini. Sasa huyu Igor ni nani na kwa nini anamtazama huyu binti kwa makini? Hilo talijua tu baadaye. Baada ya Mia kukabidhiwa majivu ya baba yake, meneja wa ile sehemu akamuuliza swali, na hapa akamuuliza kwamba kama amepanga kuyazika hayo majivu au kuyahifadhi ndani ya chombo hicho. Mia yeye akamjibu, na hapa akamweleza kwamba wakati yuko hai baba yake alimpa usia wa mwisho na kumwambia kwamba kama ikitokea kifariki basi majivu yake yazikwe karibu na mke wake. Kwa hiyo bidada Mia akasema ya kwamba hatakuwa na uamuzi mwingine zaidi ya kutimiza ombi la baba yake. Lakini huyu meneja akamwambia kwamba kama atahitaji kuweza kufanya hivyo basi atahitajika kuweza kupata kibali rasmi kabla ya kufanya hilo tukio, na mchakato huo unachukuaga siku kadhaa. Mia hakuwa na chaguo jingine, hivyo akakubali kuweza kubaki kwa siku kadhaa nchini Italy, na kwa huo muda mfupi akaamua kurudi kuishi mpaka kwenye ile nyumba yao ya zamani. Baada ya miaka mingi Mia anarudi tena kwenye nyumba aliyokulia, lakini kwa sasa ile nyumba haina baba yake wala haina mama yake, lakini ule ukimya wa ile nyumba ukawa unamvunja moyo bidada tena kupita kiasi cha kwamba kumpelekea mpaka huyu bidada kupata feelings za kutaka kulia. Akiwa hapa akawa anaangalia kila kona ile nyumba na kila kitu anachokitazama basi kinamkumbusha baba yake. Mia akaamua kufungua chombo kilichokuwa kimehifadhi majivu ya baba yake na kisha akaanza kulia kwa uchungu. Wakati huu baada ya muda Mia anatoka ndani ya chumba, lakini kwa bahati mbaya huyu bidada hakugundua huenda humu ndani kuna kitu au mtu tayari yupo ndani ya hiyo nyumba. Usiku ule Mia akiwa anaongea na Michael kupitia simu, Michael anajaribu kumfariji sana rafiki yake na kumwambia kwamba kila kitu kitakuwa sawa, na pia akamwambia kwamba asiwe na wasiwasi kuhusu kazi wala kuhusu yule mtu wa kuitwa Greta, kwani yeye atasimamia kila kitu. Lakini wakati huo Mia akiwa anaendelea kuzungumza na Michael, ghafla akaanza kuhisi uwepo wa kitu cha ajabu karibu yake. Mara ya kwanza bidada Mia akapuuzia, mara ya pili pia akapuuzia, lakini kelele zinapoanza kuwa kubwa bidada Mia akaamua kutoka nje na kwenda kuangalia. Lakini wakati anafungua mlango hakukuta kitu chochote. Mia akaamua kutulia na kuamini ya kwamba huenda ilikuwa ni wengi au amechoka au ni mawazo tu yanamchanganya, hivyo akaamua kurudi ndani na kwenda kulala. Siku inayofuata Mia akaamka. Hapa akaanza kupitia vitu vya baba yake, akashika koti lake, akashika vitu vyake binafsi, na kila kitu ambacho anakigusa basi kinamkumbusha baba yake na kinamrudisha kwenye maumivu makubwa ya kumpoteza. Basi hapa bidada analisafisha vizuri lile koti na kisha kuling'ing'iniza sehemu yake vizuri, na kisha akafunga mlango na kurudi kufanya kazi zake. Lakini baada ya muda mfupi akasikia sauti nyuma yake. Mwanzoni Mia akapuuzia, lakini ghafla ile glasi ya maji ikaanguka chini yenyewe tena bila hata kuguswa na mtu yoyote. Mia akaanza kuingiwa na hofu kubwa sana, lakini ghafla anasikia kicheko cha ajabu na ni cha kutisha sana kikiwa kinasikika nyuma yake tena kwa mbali sana. Mia akawa haelewi hichi ni nini au ni nani au ni kitu gani ambacho kinacheka hivyo. Kwa hofu kubwa sana bidada Mia akaamua kuifuata ile sauti taratibu mpaka akagundua kwamba hii sauti inatoka ndani ya chumba cha baba yake. Mia yeye akaamua kuchungulia ndani ya kile chumba na kisha akawasha taa kwa haraka, lakini kwa wakati huo hakuona mtu yoyote humo ndani. Ghafla mlango nao pia ukajifunga kwa nguvu kubwa. Mia akashtuka vibaya sana. Sekunde chache baadaye mlango ukafunguka tena polepole, lakini safari hii lile koti la baba yake ambalo lilikuwa limening'inia mule ndani sekunde chache zilizopita nalo pia likawa limepotea. Mia yeye akaanza kupiga kelele kwa hofu, na kwa wakati huu haelewi tena kama haya ni kweli au ni mawazo yake tu. Sasa kwa hili tukio bidada Mia akaanza kuamini ya kwamba huenda roho ya baba yake imerudi ndani ya nyumba hiyo, lakini swali likawa kwenye mawazo yake, angewezaje kuweza kudhibiti ama kuzuia hilo jambo? Mia akaanza kutafuta taarifa mtandaoni huku akisoma
kusoma makala nyingi kuhusu roho pamoja na matukio ya ajabu. Sasa wakati anafuatilia mtandao, na makala nyingi zikawa zinasema kitu kimoja ambacho kimekuwa kikijirudia, ambacho kilikuwa kinasema kama umeona roho basi fuata ishara kutoka kwenye sehemu ile ile ambayo uliona kwa mara ya kwanza hiyo roho. Kwa hiyo Mia akaamua kufata maandiko na makala ambazo aliweza kuzisoma mtandaoni, akaingia tena ndani ya chumba cha baba yake. Lakini kwa wakati huu bidada Mia akawa hajui kabisa anapaswa kufuata nini ama anapaswa kufanya nini. Lakini ghafla TV nao pia ikajiwasha yenyewe, na kwa wakati huu kwenye skrini video ya zamani sana ikaanza kucheza, video yake akiwa mdogo pamoja na baba yake Raymond miaka mingi iliyopita. Mia alipoona hivi basi machozi yakawa yanamtoka. Sasa hapa akaanza kuamini kabisa kama ni kweli hiyo ni roho ya baba yake. Wakati akiwa anaendelea kuangalia ile video kwa huzuni kubwa sana, polepole usingizi ukaanza kumchukua bidada, na kwa wakati huu Mia naye pia agundua kwamba kama kuna kivuli kilikuwa kimemfuata, na kisha taratibu kikawa kimemsogelea karibu yake na kuanza kumfunika blanketi kwa upole sana. Baada ya muda Mia akaamka, na kwa wakati huu akawa analishangaa ile blanketi, na hapa akawa anataka kuweza kuzungumza na hiyo roho ya baba yake. Sasa kwa sauti ya huzuni sana bidada akaita, "Daddy, daddy." Ghafla kivuli fulani kikamsogelea kwa karibu sana, na sikio lake likasikia sauti kinong'ona, "Mia, niko hapa sasa." Kwa kusikia hivi Mia akagundua kwamba ni baba yake kweli yuko hapo. Haraka sana akaamua kuchukua simu na kumpigia Michael kumweleza kila kitu kinachoendelea, lakini Michael haamini hata kidogo anachokisikia kutoka kwa huyu mwanadada, na hapa akawa anajaribu kumtuliza na kumwambia kwamba huenda atakuwa amechoka sana, na kwa kuwa yuko peke yake kwa muda mrefu basi akili yake na huenda nao pia inaelekea kuchanganyikiwa, hivyo anapaswa kuweza kutulia au arudi Marekani. Lakini Mia hataki kabisa kuweza kusikia hiki. Ukweli ni kwamba bidada Mia tayari ameshachanganyikiwa na haelewi afanye nini, na hapa akawa anafikiria ni namna gani ambavyo anaweza kuzungumza na hiyo roho ya baba yake. Sasa kwa machozi mengi sana bidada Mia akaamua kuchukua simu yake, na kwa wakati huu akawa anatuma ujumbe kwenye namba ya baba yake uliokuwa ukisomeka, "Daddy, I love you so much," yani daddy nakupenda sana. Mia akajua ya kwamba ile simu ipo kwake na hakuna mtu ambaye angeweza kujibu hiyo SMS, lakini ghafla akaona kitu cha kushangaza na cha ajabu kwenye ile simu. Akaona typing, yani kuna mtu anaandika ujumbe, na ujumbe ule ukafika unaosomeka, "I love you too," yani nakupenda pia. Mia akaganda tena kwa mstuko mkubwa sana, anawezaje kujibiwa meseji? Na hapa akazidi kuchanganyikiwa kwa maana haelewi nini ambacho kinaendelea. Kwa muda huo huo akagundua kitu kingine cha kutisha sana, akaona kuna mkono wa ajabu unaanza kutoka polepole ndani ya kabati lake. Wakati huu sasa bidada Mia hakuona nyuma yake, kuna roho ya baba yake ikawa inatembea taratibu na polepole kuelekea mlangoni, na kisha ikasimama hapo kimya kimya, na sekunde chache bidada Mia akaiona ile roho vizuri, lakini bado akawa kama anaona kwa wengi kama ni kweli au ni mawazo yake. Sasa ile roho ikawa inamsogelea karibu kabisa na sikio lake, na kisha ikapiga kelele za kutisha. Sasa Mia akaanza kuogopa kupita kiasi, haelewi tena nini ambacho kinaendelea kwenye maisha yake. Mauzauza yamekuwa ni mengi sana. Asubuhi inayofuata Mia akaamua kwenda mpaka kwenye coffee shop, yani sehemu ya kuuzia kahawa, akijaribu kutaka kufikiria nini afanye, lakini ghafla Eagle akamtokea. Sasa unamkumbuka Eagle, yule mwanaume ambaye alikuwa sehemu ya kuchomea maiti siku ambayo Mia alikwenda kuchukua majivu ya baba yake. Eagle akaanza kumwongelesha bidada Mia, na kwa wakati huu anamwambia ya kwamba nilikuona ile siku na wewe pia ulipoteza mtu wako muhimu, sivyo? Mia yeye akamweleza ya kwamba ndiyo, ni baba yake ambaye alifariki siku chache zilizopita. Kisha Eagle akamwambia ya kwamba naye pia mama yake alifariki siku ile ile ambayo baba yake naye pia alikufa. Na kwa wakati huo mwamba Eagle anamwambia ya kwamba anaelewa maumivu ambayo bidada Mia anayapitia. Eagle yeye akawa anamwambia bidada ya kwamba hakuwahi kabisa kumpa muda mama yake kipindi ambacho alikuwa hai, na wakati huu mwamba anaonekana akiwa anajuta sana maisha yake yote. Na kwa upole sana Eagle akamwambia bidada Mia kama atahitaji msaada wowote basi amwambie. Muda tu baada ya Eagle kuondoka, Mia akasikia sauti ya baba yake tena ikiwa inanong'ona karibu na sikio lake ikisema, "Mia, Mia," na ghafla maneno ya best daddy forever yakaonekana ndani ya kikombe chake ambacho huyu dada Mia alikuwa akikitumia kwenye kahawa, kana kwamba kuna mtu ameandika. Sasa hatimaye Mia akaiona tena roho ya baba yake, akapiga
akapiga kelele kiasi cha kwamba watu wote ambao waliokuwepo pale wakawa wanamshangaa, na kwa wakati huu watu hawa wakahisi ya kwamba huyu bidada amechanganyikiwa na wala hawakujua kwamba bidada anapitia nini. Basi mara nyingine Mia alipopata nafasi aliongea na Michael na kumweleza kila kitu ambacho kinamtokea. Michael yeye anachanganyikiwa, haamini au asimwamini, na kwa wakati huu akamuuliza bidada, sawa, tuseme ni ukweli hizo roho za baba yako zinakutokea, sasa inataka nini kutoka kwako? Inajaribu kukwambia nini? Hebu niambie Mia. Mia yeye akawa analia huku akiwa anasema ya kwamba alimwacha baba yake peke yake, tena kwenye dakika zake za mwisho sana. Akawa nadhani huenda hiyo ndiyo sababu ya hilo roho ya baba yake ikawa inamchukia sana, lakini Michael akawa anamfariji huku akiwa anajaribu kumbembeleza na kumwambia kwamba hicho anachokiwaza sio cha kweli na huenda unajilaumu kumwacha peke yake, ndio maana unaona vitu hivi vya ajabu. Lakini Mia kutokana na yale ambayo ameweza kuyapitia katika hichi kipindi cha karibuni hataki kabisa kuweza kuamini maneno ya Michael. Sasa uamuzi ukawa umefikiwa na huyu bidada Mia ya kwamba ataongea na ile roho ya baba yake na kujua ukweli ya kwamba inataka nini, na kisha bidada akaenda karibu na yale majivu ya baba yake na kisha akamuita. Ghafla simu iliyokuwa mbele yake ikaanza kuita. Mia naye pia akaipokea na simu hii ikawa inatoka moja kwa moja kwa baba yake Raymond. Kwa sauti ya hofu kabisa bidada Mia akauliza, uko wapi wewe Raymond? Baba yake na Mia kwa sauti ya kutisha akamwambia ya kwamba niko hapa karibu na wewe. Mia akiwa anatetemeka sana akauliza, unataka nini kutoka kwangu? Sauti ya Raymond ikanong'ona, nisaidie, nisaidie. Sasa kabla bidada hajaendelea kusema kitu kingine, ghafla upepo mkali ukaanza ndani ya ile nyumba kana kwamba kuna kitu fulani kinataka kuibomoa ile nyumba nzima. Mia akaogopa kupita kiasi. Wakati huo bidada Mia akagundua kwamba hawezi tena kubaki ndani ya ile nyumba hata kwa sekunde moja, hivyo bidada akaamua kuishia na kulala ndani ya lile gari lake nje ya nyumba. Lakini kila akijaribu kulala halali kabisa, anaendelea kuitazama ile nyumba usiku mzima, na ghafla mwanamke mmoja anatokea karibu ya gari lake. Mia akaogopa sana baada ya kumuona huyo mwanamke, lakini huyu mwanamke akajitambulisha kama Gloria na akasema ya kwamba alikuwa ni rafiki na baba yake na Mia, na hapa akawa anamwambia Mia alizungumza na baba yake siku chache tu kabla hajafa. Jambo hili likawa linamstaajabisha sana bidada Mia kwa sababu baba yake hajawahi kumpa taarifa ya bidada kuitwa Gloria hata siku moja. Gloria yeye akamsisitiza sana bidada Mia waingie ndani ili wazungumze. Bidada Mia hofu iliendelea kuwa kubwa, lakini kwa ushawishi wa huyo bidada akapata ujasiri kidogo. Mia naye pia akakubali kumfuata Gloria. Kisha Gloria akamwambia jambo la kutisha sana, na hapa anasema kuna kiumbe cha ajabu ambacho ni shetani kilikuwa kikimsumbua sana baba yake na Mia, na ndio sababu baba yake aliamua kumfuata Gloria ili kusudi apate msaada. Gloria akamwambia Mia ya kwamba hakufanikiwa kumwokoa baba yake. Kile kiumbe shetani kilimwahi na kisha kikamkatisha moto, na baada ya kifo chake roho ya baba yake Mia bado ikawa imekwama chini ya nguvu za yule kiumbe wa kuitwa Demon ambaye mpaka sasa anaendelea kuitesa bila huruma. Gloria anadai ya kwamba hiyo ndiyo sababu ambayo roho ya baba yake na Mia imekuwa ikijaribu kutaka kuwasiliana naye ili kusudi kuomba msaada. Baada ya kusikia ukweli huo, Mia akatikisa kichwa, na hapa elewi kwa nini baba yake mambo yote aliwahi kutokea lakini hakuwahi kabisa kumweleza kuhusu hilo jambo. Lakini Gloria hapa akamwambia kama baba yake angeamua kumwambia ukweli, basi maisha ya Gloria yangekuwa hatarini, na ndiyo maana mwamba Raymond aliamua kumficha siri hiyo mwanaye Mia. Sasa Mia baada ya kusikia hivi akaamua kufanya uamuzi mkubwa, kwa kuwa anaamini ya kwamba roho ya baba yake bado inateseka, na hapa akaamua kumsaidia baba yake kwa namna yoyote ile hata iweje. Sasa Gloria akamwamuru alete yale majivu ili waanze kufanya taratibu za kichawi, na kwa wakati huu wakataka kuweza kujaribu kuikomboa roho ya baba yake. Na hatimaye mara baada ya majivu kuletwa, Gloria akaanza taratibu hizo za kichawi, lakini Demon alikuwa na nguvu mno kiasi cha kwamba hata huyu bidada Gloria hakuweza kabisa kushindana naye. Sasa Demon akajitokeza mbele ya bidada Mia. Gloria akawa anaogopa sana na kuchoka vibaya mno, hajui tena afanye nini. Mia kwa sauti ya hofu sana akaamua kuuliza, hiki ni kitu gani na kinawezaje kukujua? Gloria yeye akaamua kumwambia kitu cha ajabu Mia, na hapa akawa anasema ya kwamba miaka mingi iliyopita huyo Demon alikuwa akimfuata yeye ili amwangamize, na Gloria anadai ya kwamba aliwahi kuingia katika ulimwengu wa mwamba Demon, sehemu ya giza ambayo Demon huwa anawafungia na kutesa roho ambazo alizikatisha moto. Hivyo kumbe Demon aliwahi kuchukua roho ya Gloria, lakini wakati huo Gloria alifanikiwa kumzuia. Sasa baada ya miaka mingi huyo Demon amerudi tena, na Gloria akawa anaamini ya kwamba Demon huenda ameifungia roho ya baba yake na Mia nyuma ya mlango mmoja ndani ya huo ulimwengu wa giza.
giza. Hivyo kama Mia anataka kuweza kumkomboa baba yake, basi atambue ya kwamba huenda baba yake amefungiwa katika mlango mmoja wa giza. Sasa hapa atalazimika kuweza kuingia ndani ya huo ulimwengu na kisha kufungua huo mlango ili kusudi kuweza kumkomboa baba yake. Mia baada ya kusikia hivi akakubali, kwa maana yuko tayari kuweza kufanya chochote kwa ajili ya baba yake. Sasa kwa kutumia nguvu za huyu Gloria, Mia akaamua kuingia katika huo ulimwengu wa Demon. Ndani ya huo ulimwengu wa Demon hakuna mlango mmoja, miwili wala mitatu. Unaambiwa kwamba kuna milango zaidi ya 1000 na katika hiyo milango mmoja tu ndio sahihi. Sasa mzozo unaanza. Mia akaanza kutafuta taratibu mlango ambao baba yake yupo, lakini Demon anafanya kila kitu ili kusudi kumzuia bidada Mia. Wakati mwingine anajaribu kumfungia bidada Mia kwenye jeneza, wakati mwingine anabadilika sura na kuwa baba yake na Mia ili kusudi kumdanganya tu Mia. Demon huyo anajaribu kumtisha ili kusudi bidada Mia aache kabisa hilo zoezi na kuondoka zake. Lakini kwa wakati huu hofu haikuwa tu kwa Demon peke yake, lakini hatari ipo hata kwa huyo bidada Mia, kwani unaambiwa kwamba hata akifungua mlango ambao sio sahihi, roho iliyopo nyuma yake basi itakuja na kumwangamiza. Mia akaona milango mingi sana, na nyuma ya kila mlango uliokuwepo hapo basi kuna viumbe vya kishetani na vya kutisha. Mia akaanza kutafuta tena kwa utulivu sana. Alipotafuta kwa muda mrefu, hatimaye akaupata ule mlango wa baba yake, na kisha bidada huyo akaufungua, na ndani yake Raymond kweli akatoka, na alifurahi sana kumuona binti yake. Na kabla Raymond ajaja kuwakamata, Mia akaamua kutoroka pamoja na baba yake, na wakati huo anafanikiwa kuifungua ama kuikomboa roho ya baba yake kutoka katika ule ulimwengu wa giza uliokuwa ukimilikiwa na yule Demon. Sasa Mia akaamua kuweza kuyatawanya yale majivu ya baba yake tena kwa heshima sana, na ikawa ni ishara ya kwamba huenda baba yake tayari ameshapata amani. Mia akafurahi sana akiwa nadhani ya kwamba huenda amefanikisha kuweza kuiokoa roho ya baba yake, na hapa akataka kuweza kumshukuru Gloria, lakini Gloria hakuwepo maeneo haya. Unaambua alitoweka ghafla, na hapa Mia haelewi huyu Gloria ameenda wapi. Sasa baadaye tunatupa upande wa pili kwa mchizi wa kuitwa Eagle. So unamkumbuka, ni yule mwamba ambaye Mia alikutana naye kipindi ambacho alipokwenda kuchukua majivu ya baba yake, na kwa wakati huu mwamba anaonekana akiwa analia kwenye kaburi la mama yake, na ghafla mwamba akapigiwa simu. Sasa na baada ya mwamba kusikia habari zile kutoka kwenye ile simu, uso huyu mwamba ukabadilika tena kwa hasira kali, na kisha mwamba akaondoka haraka hapo. Baada ya mwamba kuondoka, ndipo tukaanza kuonyeshwa uso mama yake na yule mwamba Aigo. Jambo la kushangaza ni kwamba mama yake na Aigo ndiyo yule bidada ama yule maza wa kuitwa Gloria. Sasa hadithi inatutupa tena kwa Mia. Mia huku akiwa na furaha na akiwa anajiandaa kurudi Marekani, Mia naye pia ghafla akapigiwa simu, na simu ikawa inatoka kule kule ambapo alichukua majivu ya baba yake. Na kwa wakati huo wale watu wakawa wanaomba msamaha kana kwamba walifanya makosa makubwa sana. Sasa kosa lao liko wapi? Unaambua kwamba Mia alipewa majivu ya mwanamke aitwaye Gloria badala ya majivu ya baba yake Raymond, na kwa sababu wote walikufa siku moja, basi wale watu walichanganya majivu. Sasa hapa tunapata picha, Aigo alipopokea simu alionekana kukasirishwa sana. Inawezekana ndio ujumbe ambao aliweza kuupokea kutoka kwa wale watu ambao walikuwepo kule kwenye majivu. Mia aliposikia hivi akachanganyikiwa kabisa. Hapa akawa anajiuliza maswali mengi. Kama yale ni majivu ya Gloria, basi kile kilichotokea kilikuwa kinaashiria kwamba roho ya bidada Gloria ilikuwa ikijaribu kutaka kujiokoa, au nini kinachoendelea? Mawazo ya Mia yakawa yanafikiria, lakini hayapati jibu juu ya hichi ambacho kinaendelea. Sekunde chache baadaye, ile roho ya Gloria ikamtokea bidada Mia, lakini huyu sio Gloria halisi, bali huyu ni Demon. Demon alipofika hapa akaamua kufichua ukweli wote na kumwambia bidada Mia, na hapa anamwambia ya kwamba alikuwa akiitafuta ama kuisaka roho ya Gloria kwa muda mrefu, na kwa kuwa Gloria aliweza kulitambua hilo, basi Gloria akaamua kujitoa mwanga, na hapa akaamua kumfungia Demon nyuma ya huo mlango mmoja ndani ya ule ulimwengu wa giza. Tangu wakati huo Demon alikuwa akisubiri nafasi ya kutoroka, lakini ilikuwa ni ngumu sana. Sasa siku ile ambayo baba yake na Mia alifariki dunia, Demon akaona ya kwamba huo ndio wakati pekee ambao anaweza kutimiza mpango wake, na hatua ya kwanza akaamua kubadilisha yale majivu ya Gloria na yale ya Raymond, yani baba yake na Mia. Sasa muda ambao yule bidada Mia alipochukua yale majivu ya bidada Gloria, aliamini ya kwamba mchezo wake unakwenda vizuri, na ndipo hapa mwamba akaamua kuingia na kumdanganya bidada Mia ili kusudi tu kuweza kumfungua kwenye ule mlango wa giza ama ulimwengu wa giza, na Mia yeye akafanya kile kile ambacho mwamba Demon alikuwa akikitaka, na ndipo Mia akaamua kuufungua ule mlango ambapo mwamba Demon aliamua kujificha katika kivuli cha baba yake na Mia. Sasa hapa Demon yuko huru na bidada Mia
Mia ndio ambaye amehusika kuweza kulifungulia hilo shetani, na target yake inayofuata, huwezi amini, ni huyo bidada Mia. Diamond akaanza kumsogelea polepole bidada Mia. Mia yeye akaanza kupiga kelele kubwa sana kwa hofu. Lakini sasa maswali ni mengi. Ni kweli huyo mwamba ataweza kumfanikisha kuweza kummaliza huyo bidada Mia? Na hapa ndipo ambapo huu mzigo wa kuitwa Grieving wa mwaka 2025 unapoishia. Usiache kucomment, kulike pamoja na kusubscribe. Hii ni Bonge Story na hapa movie ni kila siku. Mimi naitwa Kipaso Njeyara. Mpaka kwa wakati mwingine. Oi. Bonge Story.